Gane mwana michezo mwenzangu popote pale ulipo nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, hapa ni wakati mwingine mzuri kabisa tunakutana hapa kupashana yale ya kimichezo ambayo yameendelea kugonga katika vichwa vya habari hapa nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Hapa kitu kikubwa ambacho kimetukutanisha hapa ni moja kati ya mazungumzo makubwa ambayo yamezungumzwa na kocha Pedro Gonçalves, lakini pia katika kukitangaza kikosi ambacho kukiweka wazi kikosi ambacho kitakwenda kushuka dimbani siku ya kesho kwenda kuwavaa Pamba Jiji katika mchezo wa NBC Premier League ambao utachezwa Pamba Jiji wakiwakaribisha Young Africans katika majira ya saa 10 na dakika 15 jioni katika uwanja wa CCM Kirumba. Hapo kesho tunakutana na timu yenye ushindani mkubwa, imara na wanaocheza nyumbani hawajapoteza mechi katika uwanja wao. Timu nyingi kubwa zimekuja hapa bila kupata ushindi. Hii inaonyesha ugumu wa mchezo. Tunatarajia mazingira magumu ya mchezo. Uwanja hautaruhusu soka la kuvutia, lakini hii haibadilishi malengo yetu. Tunapaswa kuwa imara, makini na kupambana ili kupata alama 3. Ni timu inayocheza kwa nguvu, kwa kasi na kwa msimamo mkubwa wa mashabiki wao wa nyumbani. Nawajua vizuri namna wanavyotumia mazingira yao, jambo ambalo linawaletea faida kubwa wao wakiwa nyumbani. Hivyo nasi tumelazimika kujiandaa kisaikolojia na kimkakati ili kukabiliana na hali hiyo. Huu ni msimu wa ushindani mkubwa, katika kila timu inapambania malengo yake. Hivyo hatuna budi kuendelea na kuwa makini, kufanya kazi kwa bidii na kuhakikisha tunatumia kila nafasi ambayo tutaitengeneza. Ni kweli tupo juu ya msimamo, lakini ni kweli tupo juu ya msimamo wa ligi kwa sasa, na hilo linatupa morali na kujiamini, lakini kila timu inatamani kufika hapo tulipo sisi. Umuhimu zaidi ni kubaki hapo hadi mwisho wa msimu, na bado tuna michezo mingi mbele yetu. Hivyo safari ni bado ndefu na yenye ushindani mkubwa, lakini sisi ni Young Africans na tunaamini katika kila malengo yetu ambayo tumejiwekea. Hayo yalikuwa ni maneno ya kocha Pedro Gonçalves katika press na uandishi wa habari kuelekea katika mchezo huo, lakini pia mchezaji Israel Patrick Mwenda pia alikuwa na mengi ya kuzungumza. Kwa niaba ya wachezaji wenzangu, tunatambua umuhimu wa mchezo wa kesho pamoja na ubora wa wapinzani wetu. Tunatarajia kukutana na mchezo mgumu, lakini tutakayekutana naye tutamalizana naye. Mchezo wa kesho unahitaji kupambana kwa ukubwa, na kila mmoja wetu analitambua hilo. Tumerejea katika amri ya ushindi na tunakusudia kuendeleza mwendo huo katika michezo yetu. Tunawatakia wananchi wa Mwanza na mikoa ya jirani wajitokeze kwa wingi ili kutupa sapoti na tunawahakikishia kuwa tunapambana kwa nguvu zote ili waondoke na furaha na alama 3. Lakini pia akaendelea kwa kuzungumza, hatuna pressure kuelekea katika mchezo wa kesho. Inapochezwa katika klabu Young Africans, unapaswa kuwa tayari, uzoefu wa kukubaliana na mazingira magumu ya aina yoyote, kuwa na pressure. Kama wachezaji tumejiandaa zaidi katika umakini na maandalizi sahihi kuelekea katika mchezo huo, lakini tunatambua umuhimu wake na tuna wajibu wa kuliona hilo, na tunaona hali ya uwanja na hilo tunatambua. Akijibu swali la mwandishi wa habari kuelekea katika mchezo huo ambalo aliulizwa katika presi ya uandishi wa habari hapo katika uwanja wa mchezo ambao utakapofanyika katika ukumbi wa mkutano, hii imeendeleza kuleta zile kauli ngumu na kauli tata za kocha Pedro Gonçalves kuelekea katika mechi. Nimejaribu kumsikiliza kocha Pedro Gonçalves kuelekea katika kila mechi. Kuna kauli huwa anazitoa, na hizo kauli kama zinafikirisha hivi, kama usipokuwa makini huwezi ukaelewa nini anachokimaanisha. Lakini kikubwa ni kwamba kocha Pedro Gonçalves ni kocha mkubwa ambaye ana saikolojia kubwa, lakini pia ana uwezo wa kutoa maneno ambayo yakakufariji na kujikinga in case of anything.
ameshaweka kama gadi fulani hivi kuelekea katika mchezo husika. Anatambua kabisa uwanja wa CCM Kirumba si uwanja rafiki sana, na hilo ameliongea na ameliweka katika press yake. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba kocha Pedro Gonçalves kuna namna fulani huaga anajigadi, hata ikitokea hajapata matokeo, kuna namna fulani amesha tanguliza tahadhari, lakini hii haimaanishi kwamba Young Africans siku ya kesho wasipate matokeo kama jinsi ambavyo wanasema wao. Sasa hivi kitu kikubwa ambacho kimeshawaidia, kama jinsi ambavyo wanasema kwamba kitu kikubwa ambacho wao kipo akilini ni ushindi, yani wanalala wanaamka wanaoza ubingwa. Kwa hiyo ni lazima mechi ya kesho ambao watashuka dimbani kuwavaa Pamba Jiji ni lazima wajitahidi na wapambane kwa damu na jasho ili kuibuka na ushindi na alama 3 kuziweka kibindoni. Hii itawafanya waendelee kuwepo katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League, ambapo watakuwa na pointi 44 ikiwafanya kuongeza gepu dhidi ya wapinzani wao Simba Sports Club. Nao kwa taarifa nilizonazo wamesafiri kuelekea Arusha ambako watakwenda kucheza mchezo na TRA United siku ya tarehe 9. Kwa hiyo ni moja kati ya mechi ambazo zina ushindani kweli kweli. Kwa hiyo Young Africans ni lazima apambane kwa hali na mali ili kuhakikisha kwamba anajiweka vizuri na anaendelea kudumu katika msimamo, kwa sababu akiteleza kidogo tu wapinzani wake wanampigia taa nyekundu. Kwa hiyo ni lazima akaze na ni lazima haya walioyazungumza wachezaji, lakini pia kwa upande wa kocha Pedro Gonçalves ni lazima yafanyie kazi na kuhakikisha kwamba Young Africans inasalia kuwa na furaha, lakini pia Young Africans inasalia kuendelea kuwepo katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara NBC Premier League. Na hiki kilizungumzwa katika michezo kadha wa kadha iliyopita ya upande wa klabu Young Africans kuelekea katika michezo mengi yalizungumzwa, na hii hapa Young Africans wameiweka wazi kuhusiana na kurejea kwa mshambuliaji wao Prince Mpumelelo Dube ambaye tayari ameshakwisha kuingia kwenye kikosi na taarifa ambayo ipo ni rasmi kabisa kwamba katika mechi ya kesho Prince Mpumelelo Dube atakuwa sehemu ya mchezo. Kwa hiyo katika safu ya ushambuliaji naamini kwamba hapata kuwa na mashaka tena, kwa sababu Prince Mpumelelo Dube atakuwepo katika eneo hilo ambalo lilionekana kuwa butu kwa kukosa mshambuliaji wa moja kwa moja ambaye anaaminiwa. Tulikuwa tunategemea kwamba Emmanuel Mwanengo ambaye alikuwa ameaminiwa katika mechi kadhaa ataendelea kuaminiwa, lakini katika mechi ambayo Young Africans wamecheza na Tanzania Prisons, Emmanuel Mwanengo hakuwepo na wala hakuwa katika sehemu ya mpango. Sijajua kama ni majeraha kwa sababu hajatolewa taarifa rasmi kuhusiana na Emmanuel Mwanengo, lakini kwa sasa Prince Mpumelelo Dube amesharejea kwenye nafasi yake. Kwa hiyo ni dhahiri shahiri kwamba sehemu ya ushambuliaji itakuwa iko vizuri na itatendewa haki kama jinsi ambavyo wao wanavyosema. Prince Mpumelelo Dube hatuna mashaka naye kutokana na kwamba kasha prove long kwenye ligi na ana mabao 6 mpaka sasa na kashatengeneza nafasi za mabao pia. Kwa hiyo naona kabisa kwamba ni moja kati ya mchezaji ambaye anatumainiwa na kuaminiwa. Bana, kwa muda wote ulikuwa nami, naitwa Dio. Tukutane katika updates zijazo, lakini kitu cha kukusanua wewe, kama ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi hapa, hakikisha kwamba unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe, lakini pia hakikisha una drop comment yako hapo. Comment yako ni ya muhimu sana. Hakikisha kwamba unatuandikia comment na unazifuatilia taarifa hizi ukiwa wapi, lakini nini mchango wako katika kikosi cha Young Africans ambacho kitakwenda kushuka dimbani kuwavaa Pamba Jiji siku ya kesho, siku ya tarehe 8 katika majira ya saa 10 na dakika 15 za Afrika Mashariki, ambapo mchezo utafanyika katika uwanja wa CCM Kirumba hapo jijini Mwanza. Bana, kwa muda wote ulikuwa nami, tuendelee kufuatilia update hizi, na moja kati ya taarifa kubwa ambayo inakuja ni kuhusiana na kilichozungumzika na uongozi wa Simba kuelekea kwa Mohamed Damaro. Sakata bado bichi na bado linaendelea.